Siku 100 zinaweza kuonekana kama muda mfupi, lakini zikitumiwa kwa maono na dhamira, zinaweza kubadilisha maisha ya maelfu ya vijana. Hizi ndizo siku 100 za mwanzo za uongozi mpya katika Wizara ya Maendeleo ya Vijana. Joel Arthur Nauka, na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Tangu siku ya kuapishwa, Waziri wa Vijana alitoa ahadi moja iliyo wazi: kuweka vijana mbele ya kila maamuzi. Siku 100 zimekuwa na mafanikio makubwa sana. Naweza nikasema pengine inawezekana ni kati ya siku 100 za marais ambazo zimekuwa na matokeo ya haraka kuliko uko tulivyozoea mwanzoni. Na hii inatokana pia na dhamira yake, lakini maandalizi ambayo alikuwa ameyafanya. Aliahidi bilioni 200 kwa ajili ya wafanyabiashara wadogo, wakati na wa kampuni changa. Makofi tafadhali. Vijana tuyajenge Tanzania. Ahadi zake 13 alizozitoa ndani ya siku 100. Ahadi 6 zinazungumza masuala ya vijana. Maana 46% ya ahadi zake zinagusa mambo ya vijana. Kwa maneno mengine, katika zile siku 100 kama tungekuwa tunazigawa, siku 46 alikuwa anashughulika tuna vijana peke yao. Ndani ya siku 100 tu, mabadiliko yameanza kuonekana. Maelfu ya vijana wamepata mafunzo ya ujuzi, ajira na ujasiriamali. Mikopo nafuu na mitaji midogo midogo imewafikia vijana jasiri wanaoanza au kukuza biashara zao. Wito wangu kwa vijana, mimi nachokizungumzia ni kwamba tusigoteke, maana fursa zipo. Ukiona hauwezi kupata ajira, maana kama umesoma na umepata elimu, ajira kama imekuwa ni changamoto kwako, ni vizuri tukaungana kama vijana, tukawa na kikundi. Baada ya hapo tukatengeneza andiko au mkatengeneza andiko ambalo linaweza likaweza kuwasaidia kujiajiri. Ubunifu umepewa nafasi yake. Vituo vya teknolojia na ubunifu vimeanzishwa, vikifungua milango ya dunia ya kidigitali kwa vijana. Lakini zaidi ya yote, wizara imechagua kusikiliza. Sauti za vijana zimesikika na mawazo yao yamekuwa dira ya mipango na maamuzi. Katika siku 100 za uongozi, vijana 1000 kadhaa wamepata mafunzo, mamia wamewezeshwa kifedha, programu mpya za ubunifu na michezo zimeanzishwa, na safari bado inaendelea. Wito wangu kwa vijana tuthubutu. Tusikae, tuthubutu, tufanye. Jaribu ndo utafanikiwa. Kwa hiyo mimi nawashauri vijana wenzangu, tusifikiri kwamba kila kitu kinakuja rahisi. Hapana, tujaribu kufanya, matokeo yapo na maendeleo tutayapata. Siku 100 zimeonyesha kinachowezekana tunapoamua kuweka vijana kwanza. Si mwisho, huu ni mwanzo mpya. Kila kijana wa nchi hii anayo nafasi sawa kama atajitambua, ataamua anachokitaka na ataamua kuwekeza kwenye kila anachokitaka. Kila kijana ndani yake kuna superstar. Hatuogopi, vijana tuyajenge.